Katika juma la 4 kuanzia siku ya 22 mpaka siku ya 29, yapo magonjwa ambayo ni common kwa vifaranga, na leo tutakuonyesha jinsi ya kudili na magonjwa hayo. Yapo magonjwa ambayo yanashambulia vifaranga katika umri huu. Ugonjwa wa kwanza ni mafua ya uvimbe kwenye mashavu. Ugonjwa wa pili ni miharo, hususan coccidiosis, na ugonjwa wa tatu ni ndui. Ndui inashambulia kabla ya umri wa kuachanja, na hususan katika wiki hii ya 4 ambayo kuanzia siku ya 22 mpaka siku ya 29 hadi 30, unajiandaa kuchanja vifaranga wako, unashangaa tayari wameshavamiwa na ndui. Na leo tutakuonyesha jinsi ya kudili na kuzuia magonjwa haya kwa kutumia dawa za asili. Katika umri huu yapo mafua ya aina mbalimbali ambayo huwa yanashambulia vifaranga, lakini katika umri huu mafua yanayosababisha uvimbe kwenye mashavu ni common katika umri huu. Sasa tutakuonyesha katika hatua hizi 3 za kudhibiti magonjwa haya kuanzia siku ya 22 mpaka siku ya 24 kuzuia au kutibu mafua ya uvimbe, na kuanzia siku ya 25 mpaka siku ya 27 kuzuia mihalo hususan coccidiosis, na siku ya 28 hadi siku ya 30 kuzuia ndui kabla ya kuachanja vifaranga wako. Katika kuzuia mafua utatafuta majani ya mnyonyo. Majani ya mnyonyo yanasaidia kupambana na uvimbe ambao umesababishwa na mafua hayo. Utatafuta majani ya mnyonyo viganja 3, utatafuta majivu kiganja 1, pilipili kichaa kiganja 1, pamoja na mtakalang'ong'o majani 2 au euphorbia majani 2. Hapa sasa katika juma hili la 4 tunapambana na magonjwa haya ya aina 3, lakini hususan tunaandaa kinga thabiti ya vifaranga kwa ajili ya kuzuia ndui. Na hapa tutaanza mapema sana kukinga ndui kuanzia siku ya 22 mpaka siku ya 30, lakini utofauti utakuwepo katika maandalizi ya dawa hizi. Fuatilia mpaka mwisho. Katika siku hii ya 22 mpaka siku ya 24 tumeweka mtakalang'ong'o au euphorbia kwa ajili ya kuzuia ndui mapema kabisa kuanzia siku ya 22, lakini mwishoni kuanzia siku ya 28 tutashughulikia ndui tu, kukinga na kuongeza kinga kwa kifaranga tukimwandaa kwa ajili ya chanjo siku ya 31. Kwa hiyo katika hatua hii ya kwanza ya kukinga mafua pamoja na ndui, nimesema andaa mnyonyo na majani ya mnyonyo viganja 3, majivu kiganja 1, pamoja na pilipili kichaa kiganja 1 na mtakalang'ong'o majani 2. Twanga kwa pamoja mchanganyiko huu na kisha uloweke kwenye maji lita 5 mpaka lita 10. Uwape kuanzia siku ya 22, siku ya 23, siku ya 24. Wanywe dawa hiyo. Utakuwa umewakinga na mafua ya uvimbe pamoja na ndui katika hatua ya awali. Tatizo la pili ni kukinga mihalo. Vifaranga wanakuwa katika umri huu wanakuwa wanadonoa vyakula vya aina mbalimbali, lakini pia wanadonoa uchafu. Kwa hiyo ugonjwa wa coccidiosis ni common, na pamoja na magonjwa ya mharo mweupe. Sasa tutakupa dawa ya kukinga na kutibu magonjwa haya katika umri huu kuanzia siku ya 25 hadi 27. Tafuta majani ya mpapai viganja 5, majani ya mlonge viganja 5, pamoja na mkaa kiganja 1, lakini pia ongeza majani ya euphorbia au mtakalang'ong'o majani 2. Kumbuka tunaenda moja kwa moja kudhibiti ndui pamoja na magonjwa haya mengine. Sasa unatakiwa kutwanga mchanganyiko wote huo na uloweke kwenye maji lita 10, kisha wape kuanzia siku ya 25, 26 na siku ya 27. Mara baada ya hapo kuwapa dawa hiyo utakuwa umezuia miharo ikiwemo coccidiosis pamoja na ndui katika hatua za awali. Hatua ya 3 sasa katika juma hili la 4 ni kukinga na kutibu ndui. Kukinga na kutibu ndui kabla ya kuachanja. Na hapa unatakiwa uandae sasa majani ya euphorbia peke yake pamoja na vitamini. Kuanzia siku ya 22 mpaka siku ya 27 tulikuwa tunaweka majani 2 ya euphorbia kwa ajili ya kuongeza kinga na kuzuia ndui, lakini hapa sasa kuanzia siku ya 28 hadi siku ya 30 unatakiwa kuweka majani ya euphorbia peke yake. Weka majani 5, uyatwange kwa pamoja na uongeze vitamini, uloweke kwenye maji, uwape kuanzia siku ya 28, siku ya 29 na siku ya 30. Uwanywe dawa hiyo ya euphorbia peke yake. Hapa utakuwa
kuongeza kinga kwa kifaranga kwa ajili ya kuzuia na kutibu ndui, lakini pia kumfanya kifaranga awe na afya njema, na unapoenda kumchanja sasa siku ya 31 atakuwa yuko vizuri na hatapata madhara yoyote na